إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, leo nataka niwaletee faida moja kubwa na ni nzuri sana. Kwa atakayesikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, basi na imani kuna faida kubwa sana siku ya leo anakwenda kuipata biidhnillahi taala. Darasa leo inasema sura hizi ukimsomea mtoto wako atakuwa na akili sana. Yani ukitaka mwanao awe na akili, hapo alipo anazo akili, lakini ukitaka awe na akili zaidi na awe na ufahamu zaidi, basi leo kuna sura nataka nikutajie ambazo utakwenda kumsomea mtoto wako biidhnillahi taala, na utamuona katika mazingira ya kuwa na akili za juu sana, katika kama utamsomea katika hali na mazingira kama hayo. Kwa hiyo ni vyema ukasikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na wala usithubutu kupeleka video hii mbele. Isikilize kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na si mbaya vile vile ukashare kwa watu wengine, ili ujumbe huu akupata na watu wengine, itakuwa ni bora sana. Kwa hiyo nakuomba mpenzi mtazamaji wa channel yetu hii ya Msimbo Online TV, isikilize kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nianze kutajia mpangilio wa sura ambazo utakwenda kumfanyia na kumsomea. Wallahi atakuwa na akili sana mtoto wako darasani, na kuna asilimia kubwa akapata alama za juu katika mitihani yake. Kwa hiyo chukua karatasi, chukua peni ili uweze kuziandika, alafu utakwenda katika mpangilio ambao nitakwenda kutajia muda si mrefu biidhnillahi taala. Chukua peni na karatasi sana kutajie. Utakachokianza utatumia njia mbili. Njia ya kwanza unaweza ukatumia kwa njia ya kumsomea tu huyo mtoto, ama njia ya pili unaweza ukatumia kwa njia ya kuyasomea maji. Yaani unachukua maji kwenye jagi ama kwenye sefuria, alafu unaweza ukaanza kuyasomea maji, ama ukamchukua yeye mwenyewe basi ukamsomea. Kwa hiyo twende nikakutajie mlolongo wa sura ambazo utakwenda kumsomea huyo mtoto, na wallahi ladhimu atachaji, atakuwa genius kweli kweli kama utakwenda kumfanyia kitu kama hiki. Jambo la mwanzo kabisa, utamsomea suratul Fatiha mara 7 kwenye yale, kama ni kwenye maji utayasomea yale suratul Fatiha ngapi? 7 kwenye yale maji. Ukimaliza hapo utakwenda kusoma suratu Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam. Utaishia hapo katika sura hiyo. Kisha baada ya hapo sasa utakwenda kumsomea tena mtoto wako alam nashrah laka sadraka, na hizi zote hizi unafanya mara 7, lakini kwa mpangilio huu na ukutajia, maana yake utakwenda kuyatumia maji. Kwa hiyo ile suratul Fatiha mara 7 kwenye maji, na zingatia kitu kimoja, wakati unasoma basi uso wako uelekeze mle katika yale maji, yani pumzi yako sasa iangukie mle katika yale maji wakati unasoma, bila pumzi yako inaangukia katika maji. Kwa hiyo utasoma suratul Fatiha mara 7 na utasoma suratu hiyo Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa utafanya mara ngapi? Mara 7, lakini hizo yote mpaka kwenye ile aya ya 5 pale alladhi allama al-insana ma lam ya'lam, mpaka pale. Baada ya hapo sasa utamsomea alam nashrah laka sadraka mpaka mwisho nayo mara 7. Baada ya hapo utamsomea mwanzo wa suratul Baqara, aya 5 za mwanzo zile za suratu al-Baqara utazisoma hizo mara ngapi? Mara 7 katika yale maji. Ukimaliza hapo sasa utakwenda katika suratul Qiyama, pale ile aya unasema la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi inna alaina, mpaka mwisho wake utakwenda utaisoma hiyo, na nitakuandikieni hapo chini kwa Kiswahili mlolongo mzima wa usomaji wake. Nitakuwekeni hapo chini hapo mlolongo mzima wa usomaji wake. Kwa hiyo kwenye al-Qiyama utakwenda kupiga zile aya ngapi? 4. Pale nitazitaja ni aya ngapi mpaka mwisho 4. Baada ya hapo sasa
ndiyo yale maji sasa ndiyo yule kijana wako atakuwa anatumia kuyanywa kwa muda wa siku 3. Anaweza akayanywa na mengine akawa anatumia kujimwagia kichwani. Hii ni kwa njia ya maji, lakini wakati tunasoma hakikisha kwamba pumzi yako iangukie mle katika maji. Narudia tena, unasoma suratul Fatiha zile mara 7, unasoma Iqra bismi rabbika aya ya 5 mpaka allama al-insana ma lam ya'lam mara 7. Baada ya hapo unasoma alam nashrah laka sadraka mara 7. Baada ya hapo unakuja kusoma hiyo aya katika suratul Qiyama, na hata ile katika sabihisma rabbikal a'la pale sanuqiruka fala tansa illa ma sha, nilisahau. Unasoma hizo aya mbili hizo, na baada ya hapo sasa ndio unakwenda kusoma aya 5 za mwanzo kabisa za suratu al-Baqara, aya ya kwanza mpaka aya ya 5 katika yale maji. Kisha baada ya hapo mpe wewe anakunywa kwa muda wa siku 3, kama kila siku unampa mara moja. Kwa hiyo kuna uwezekano ukawa unasoma, baada ya kusoma unampa, sio haina haja ukaweka mengi akawa anakunywa, pana. Yani nilifanya leo nimeweka nasoma, baada ya kusoma nampa anakunywa. Kesho unaweka nasoma, baada ya kusoma nampa anakunywa kwa muda wa siku hizo 7. Ama la, basi njia ya pili unaweza kutumia kwa njia ya kumsomea, lakini kumsomea unatakiwa unamshika, unaweza kumsomea katika masikio yake, aidha sikio la kulia, na nzuri sana sikio la kulia, kwa unamsomea katika kwa njia hiyo. Yani kama utafanya hivi na ikawa desturi yako kila baada ya mwezi mmoja, baada ya miezi miwili ukawa unafanya hivyo, mtoto wako atakuwa na akili sana darasani, atakuwa na akili sana darasani. Wallahi alazim, yani mtu kama haamini aende akayafanya hayo, alafu ataona. Mimi nafsi yangu nishaifanyia watoto kadhaa na nimeona majibu yake na nimeona matokeo yake. Si jambo la kubahatisha, ni jambo la sahihi. Kama uenda kalifanya utaona, tanipigia simu utaniambia shehe. Kwa hiyo yakamate hayo inshallah, na nendeni mkafanye, hususan katika miezi hii ambayo tayari shule zimefunguliwa na watoto tayari wameshahudhuria mashuleni. Basi nenda kamwanze mapema, kasi unaanza mwaka huu, basi kamfanyie mtoto wako jambo hilo, utakwenda kuona muujiza na maajabu yake inshallah. Kwa leo tuishi hapa, tukutane katika kipindi kijacho na darasa lingine la wakati ujayo inshallah, la adhkar na dua. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.